and how are you today? Welcome back to this channel. And if it is your first time, please feel at the right place. For those who are my fans, continue following me. May God bless you. May God do you well. Today I want to give you a testimony about my life. Ushuhuda. Because I told God that nataka tu anivukishe, anisaidie, aniongoze, aniwezeshe, so that I will stand each and every time to give a testimony or to share of what he has done in my life. Sometime back, kuna mambo ambayo shetani alikuwa amepanga yanitendekee, lakini who is God? He did not allow it to happen. That is why I'll always praise my God. That is why I'll always speak of his goodness to the generations. So it happened that mse alikuwa anataka kunirape. Umeona like it's very painful, and vitu zingine hata wakati ambapo naziongea they are shameful. And these are things that are happening. You find that people are traumatized kwa sababu ya mambo walioyapitia, especially ladies. Ni mambo mengi sana ambayo si uyapitia, lakini kwa wale ambao wanamtegemea Mungu, kwa wale ambao you focus on God, God will never leave you, God will never forsake you. So mimi niko na ushuhuda yale Mungu alinitendea. So if you are there and maybe you've gone through this, or you are fearing, this testimony is going to help you. And also those who are young parents, and if you are a girl over there, listen to this. If you are a guy over there, also listen. You have got sisters, and we are going through a lot, and we usually go through a lot. So it happened. We say alikuwa rafiki ya bro. You cannot imagine like and alikuwa karibu na familia yetu. He was a family friend. So tulikuwa in a way you cannot sense ya kwamba kitu kama hicho kinaweza tendeka, ama mtu anaweza kukufikiria kitu kama hicho. So huyu mtu alikuwa anakuja kwetu, and since nilikuwa mdogo nikamjua tu kama a brother, and alikuwa na he was born again. So tunampea, I gave him heshima ile ya elder brother, and also a person who is God fearing. So siku moja alitutembelea kwa nyumba. Hiyo time nilikuwa nimebaki peke yangu. So he came, like alikuwa anakuja tu before. So siku like I did not sense anything inge happen, ama chochote angekisema chenye si cha kawaida. As I've said, nilikuwa nimebaki kwa nyumba peke yangu, na akakuja. Tulikuwa town. Alipokuja tukakaa ile like si mgeni. Tukakaa ikafika, alikuwa amekuja masaa jioni, kakaa mpaka kitu 8. Tukakaa hapo hivyo 8:30, tukakaa mpaka ikafika 9. Nilikuwa nimezoea ikifika like 8:30 ama 9, obvious alikuwa anatoka anarudi kwake, na that's how nilikuwa nimemzoea, I mean. So ikahappen hiyo siku, sioni mtu akiwa na haraka, amekaa tu hana shughuli. So tukakaa, nimeona saa 4 ndio imefika. So I'm like, what is happening? I'm from 4 leave, I mean O-level, nilikuwa tu ndo nimemaliza form 4. Nimekaa tu hapo hivyo, I'm very very innocent. So I'm like, oh God, what if this person plans otherwise? What if it's not the way I knew him? What will I do? So nikaanza kukuwa na mawazo, naweza fanya nini? Niko peke yangu hapo hivyo, huyu si mgeni, hata watu wamekuwa mkimuona akiingia kwa nyumba each and every time, anakuja kusalimia anatoka. But this time round amekuja, amenipata niko peke yangu. In fact it's like he knew I was alone. So ilipofika saa 4 ndo unasikia anaanza kuniambia eti Mary, usiende ubai maziwa hapo nje, au kuja upike chai. So I'm like, mbona kama ulikuwa unataka chai haukuniambia mapema? Why do you like unataka ni kutengenezee chai at these late hours? So akasema, nikamwambia in fact hata hiyo canteen yenyewe, hiyo shop imefungwa.
ilikuwa shop yenye imeshikana hapo hivyo na plot pale tulikuwa tunaishi. So nikanyamaza, naye akanyamaza pia. So sasa nimeanza kupata na mawazo, I'm like, oh God, if this person plans otherwise, what will I do? Ni huyu hataki kutoka. So nikajitia confidence, nikamuuliza fulani, how you not going out? Like, kwani haurudi kwa nyumba? What is happening? Akaniambia that time before tanijibu kushaanza kunyesha. Like nasikia tu ma drops kushaanza kunyesha. Remember nimesema ni 10, inaelekea sasa 10:30 kumeanza kunyesha. Ananiuliza, "Now sasa unataka nirudi kwa nyumba masaa kama haya, tena ni usiku na kumeanza kunyesha. What do you expect of me? Like if anything bad happens kwangu, will you be happy?" Mimi nimenyamaza tu. Kuna jirani mwenye tulikuwa tumezoeana na yeye, so nikakumbuka that day the lady alikuwa ameenda kusalimia watoto wake. Tulikuwa tumeshazoeana, I could go kwake na kaa na wasichana wake. Nikakumbuka wasichana wake walikuwa wakubwa, mmoja alikuwa ameolewa, mwingine alikuwa bado. So alikuwa shaenda kutembelea huyu mwenye ameolewa na amefunga, so hakukuwa hapo hivyo. Huyo ndiye tu jirani mwenye ningeenda kwake. The others walikuwa of my tribe but walevi, and they were not married. So nikasema, Mungu wangu, mimi nitaenda wapi? Imagine, remember nimesema kumeanza kunyesha. That time ile nyumba yenye tulikuwa ilikuwa like there was no electricity, stima zilikuwa zimekatwa. So hapo hivyo nilikuwa nimewakisha the lamp hii ya the hii yenye inakuanga ya kutumia paraffin. So vile niliangalia hiyo lamp, nikaitingisha tu, nikapata imebaki mafuta kidogo. In fact hata nikitingisha huwezi feel anything, ni kama hakuna at all. Na huyu mtu ako kwa nyumba, hataki kutoka, kumeanza kunyesha, and mwenye ningeenda kwake hayuko. So that time imeelekea mpaka sasa iko karibu kufika 11. So niko like, oh God. So me, I started crying, like anaona tunashed tears. So ananiambia, ananita kwa jina, ati Mary, so you come tulale. So I'm like, nikaona ametoka kwa kiti mahali alikuwa amekaa, amesongea akaenda sasa kwa bed, ameingia sasa bedroom. So I'm like, oh Jesus, what will I do? Lamp ndio haina mafuta, hakuna pahali naweza enda, ndio huko kunanyesha. Hao watu wanaonanga huyu mtu akikuja, hata nikipiga nduru. Sasa like I was so confused. Si mgeni, they knew him. So hapo hivyo I prayed. Wacha nikwambie my listener, there's God in heaven. Na kama haujaamua kufanya hicho kitendo, hata mtu akikuplania, it will not happen, because God will always protect you. So me, niliomba kimoyomoyo na nikaambia Mungu, God, do not allow this thing to happen. I'm not ready, I do not know anything, so help me, oh God. And nikaambia to God, mimi sijui naweza fanya nini, but najua Mungu wewe ni mwaminifu. That time nachukua ile lamp, natingisha tena, nisikie kama at least hakuna mafuta, iko dry. So I told God, wakati kutakuwa giza kabisa kabisa, oh God, this person can do anything to me, but Lord, always be on my side, protect me, oh God. Hiyo yote sasa nilikuwa naomba, machozi yanatirika, but moyoni naomba. The Bible says, and Jonah prayed when he was in the womb, in the stomach ya fish. Hakuna pali God aweza kukurescue. Hakuna pali God atasikia maombi yako, if at all you are righteous, if at all you are determined. So nilipoomba hivyo, makio God alileta mafuta kwenye siku anajua imetoka. Yani sijui mafuta hiyo ya lamp ilitoka wapi, but iliwaka. Iliendelea kuwaka mpaka haikuzima. Huyo mtu akaingia kwa bed, namsikia tu akingorota. Akangorota. I told God, hata akilala kabisa, hata afanye nini, mimi sitafunga hayo macho yangu. So I stayed awake. Naye God akaniletea mafuta kwa lamp. Natingisha ndio haina mafuta, but iliwaka mpaka saa 11 asubuhi. Mtu naye amengorota hiyo time, kutoka time alilala 11 mpaka saa 11. Ndio sasa simu yake ikalia, hiyo alarm alikuwa ameset ya 5. Aliamshwa na hiyo alarm. Na mimi sasa macho yangu sijafunga hiyo time yote, I'm there.
The lamp imewaka mafuta, yani light yenye sijui ilitoka wapi mpaka that 5 am. So ndio alishtuka kwa bed, akatoka mbio, akakuja akaniambia, akaniita, Mary, kai, utalala, you are just awake. Oh, Aki, I'm sorry, don't tell this to your parents, do not tell your brother, do not tell anyone that nimekuwa huku, please forgive me. That time I did not talk to him. Akafungua mlango akatoka, na mimi sasa nikafunga from the inside, na nikakaa kwa nyumba and I slept until saa 10, I mean until 12. Sasa napata ma messages and text like, don't tell people, it was not me, but I did not just plan, but you are just strong. May God help you that you continue being the how you are proved to be. So akawa na wacha nikwambie kitu mpendo, kutoka that time huyo mtu alinipea heshima ingine ya hali ya juu, even up to today. I want to tell you what, there's God in heaven. If you trust in God, he'll never leave you, he'll never forsake you. God will always be there for you. God will always be on your side. Wacha kusema nilifanyiwa kilifanyika. Kama umeamua hautakifanya, kama umeamua haitakufanyikia, na Mungu aone, cause God huangalia mioyo zetu. God will always be there for you. He will fight for you. So that has it's a testimony to me, cause kama huyo mtu angene define, mimi ningekuwa wapi? Ningekuwa nasema yep, ningekuwa na sema stories zingine, maana kuna wale wanatokea wanasema nikafanyiwa ikaenda vile, but kwangu I'm here to thank God. So may all the honor and all the glory be back to God. So let us interact in the comment section area. Have you ever been to this, and what happened? Let us talk so that we are going to help others. Brothers, please, guys, may you have mercy on the girl child. May God bless you. So continue watching more of my testimonies and my videos, my inspirations, and I'm sure your life is not going to remain the same. Continue supporting me. If you have not subscribed to this channel, may you do it. May God bless you. Until next time, shalom.